Ni kwamba maandalizi yetu, hatuko na majeruhi yoyote kikosini baada ya wale wachezaji waliocheza katika mechi iliyopita. Maybe labda maongezeko ya dirisha dogo kama tutaona kama wanastahili nafasi. Lakini so far so good, tuko na experience kwenye kikosi chetu. Ninaamini ni hali ambayo sidhani kama ni ngeni, ila ninachoweza kusema tu ni kwamba Dodoma Jiji tupo tayari kwa ajili ya mechi ya kesho, na tupo tayari kiushindani, lakini pia tupo tayari katika malengo ya kushinda kulingana na position ambayo tuko nayo. JKT ni timu ambayo iko well organized, timu ambayo nadhani uwepo wa mwalimu ndani ya misimu miwili kwenye timu moja unakuwa unasaidia, tofauti na hizo timu ambazo wakati mwingine walimu wanahama, kesho atakuja mtu mwingine. So yeye amepata advantage ya kutengeneza kitu. Nafikiri ndio faida sasa hii ambayo wanaipata JKT, kwamba inakuwa na timu ya ushindani, kwa sababu anapoona kuna weakness anaingiza mahali pengine. Lakini nachoweza kusema kwamba itakuwa mechi ambayo ni nzuri. Ahmad Ally ni mwalimu mshindani mzuri, miongoni mwa walimu wa Kitanzania ambao wanafanya vizuri. Nipende kumpa hongera. Lakini ninategemea tupeane ushindani. Nategemea tuonyeshane kila ambacho yeye yuko nacho na sisi ambacho tuko nacho. Mimi ninaamini quality ambayo yuko nayo na sisi pia tuko na quality ambayo ni nzuri. Tukiweza kutumika kwenye mpango wetu vizuri, tukao na utulivu, tunaweza kupata matokeo ya point 3. Kwa hiyo mategemeo yangu ni mechi ambayo itakuwa nzuri kwa washabiki kwa ambao wanafuatilia soka la Tanzania. Mategemeo yangu mengine itakuwa mechi ya ushindani na mechi ngumu sana kwa pande zote mbili, kwa sababu wao wanahitaji kumaintain moja mechi ambayo iko kwenye kiwanja chao, lakini sisi hatuhitaji cruise back to back. Tunafikiri kwamba ni mechi ambayo tunaweza kupata matokeo, lakini pia ni mtihani kucheza timu mbili za juu katika kipindi kinachofuatana, na nadhani itakuwa mechi ya tofauti na Yanga, lakini nafikiri itakuwa mechi ambayo ina tasti nyingine ambayo sisi nafikiri tumewaambia wachezaji. Kazi pasipokuwa na changamoto haiwezi kuwa kazi. Kazi nzuri ni ile ambayo inakuumizeni kichwa. Kwa hiyo na sisi tunaumia kichwa, at least tuwe katika malengo ambayo ni mazuri zaidi kwenye timu. Nadhani malengo yetu tuwe kwenye nafasi nzuri zaidi ya mahali ambapo tulipo hapo. Na ikiwezekana at least hata tukiwa kwenye nafasi 5 ama 6 za juu itatusaidia sana, kwa sababu rasilimali watu tupo sisi pamoja na wachezaji. Kwa hiyo hatuna sababu ya kufikiri kwamba pale tunastahili kuwa pale. Kiushindani zaidi unahitaji uweke target kwamba at least niwe maeneo hapa mwishoni mwa msimu, lakini hizi ni sehemu za mechi ambazo sisi tunapaswa pia kwamba kama tumeweka malengo tufanikiwe zaidi. So inatuumiza, lakini ni kwamba ni namna ambavyo tulivyoanza. Ukiangalia mechi 4 zilizopita, ukitoa mechi ya Yanga, nadhani tumefanya vizuri kiasi fulani, japo sio kwa asilimia kubwa. So hapa ikaingia mechi ya Yanga, nafikiri unaweza kuona hata performance yetu ilikuwa iko vizuri. Nafikiri tunaweza tukabuild hapo tena, tukarejesha akili za wachezaji. Tukishapata matokeo kwenye mechi hii tunaweza kuja, tusiwe mahali hapo tulipo hapo. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa niaba ya wachezaji wenzangu. Sisi tumejiandaa vizuri, tunachosubiria ni mchezo husika hapo kesho dhidi ya JKT. Lakini kwa sisi tuna morali na tuko vizuri kwa ajili ya mechi. Mchezo wa JKT utakuwa ni mchezo mzuri, lakini hautakuwa mchezo mgumu sana tofauti na mchezo uliopita wa Yanga. Na kwangu mimi binafsi napenda kukutana na JKT kwa sababu moja ya timu ambazo nimezifunga goli nyingi ni JKT Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezo mzuri na kwa wachezaji wenzetu.